watu wote wa Bwana ni manabii waliojazwa Roho. Mungu anataka ujazwe Roho Mtakatifu ili uwe sauti ya kutangaza injili ya Yesu. Huwezi kutangaza injili ya Yesu bila kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ili uwe sauti ya Mungu ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Na asubuhi ya leo, kama unataka kumshinda adui, kama unataka kuishi maisha ya kuhubiri injili, ni lazima ujazwe Roho. Ni muhimu kama nini. Ndio maana tumekuwa na mfululizo wa mafundisho haya kwamba ni lazima kila mtu ajazwe Roho Mtakatifu. Hata mtoto mdogo, hata mtu mzima, watu wote wanahitaji Roho Mtakatifu. Tunaona watu wasiojazwa Roho Mtakatifu ndio wanaosumbua, kwa sababu kesho utamkuta kwenye maisha ya dhambi. Lakini ukijazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakutia nguvu, Roho Mtakatifu atakuwezesha, Roho Mtakatifu atakuinua, Roho Mtakatifu atakukumbusha hiyo ni dhambi, maana yeye ni kiongozi wa maisha yetu. Tutaangalia mambo kama manne au matatu ambayo ni ya muhimu asubuhi ya leo, yanazungumza juu ya Mungu. Biblia ina mambo haya manne. Musa alitamani, kwanza, jambo la kwanza, Musa alitamani watu wake wajazwe Roho Mtakatifu. Jambo la pili, Yoeli alithibitisha jambo hilo. Na jambo la tatu, Petro alitangaza jambo hilo. Na jambo lingine tutakaloliongezea leo sisi tunaweza kupata jambo hilo ili tuweze kutangaza injili ya Yesu kwa nguvu. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma katika kitabu cha Hesabu ule mlango wa 11, Biblia inazungumzia katika kitabu cha Hesabu ule mlango wa 11, na tutaanza kusoma kuanzia ule mstari wa 16. Hesabu mlango wa 11, kwamba Musa alitamani watu wake wajazwe Roho. Kwa mimi ninatamani pia washirika wa mahali hapa wajazwe Roho. Kazi itakuwa rahisi na nyepesi sana kama watu wote wa Bwana wakijazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika Hesabu mlango ule wa 11 kuanzia mstari wa 16, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja na wewe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya Roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao.